Halo, mambo vipi rafiki na coders wote? Karibuni tena katika mwendelezo wetu wa mafunzo ya HTML, Hyperthetic Markup Language, lugha nyepesi kabisa lakini muhimu sana katika utengenezaji wa tovuti. Kwa wale ambao wanafahamu lugha hii vizuri, sio mbaya kuweza kujikumbusha au kutizama, lakini kwa wale wasiojua ni nafasi yao kuweza kujifunza kwa mara ya kwanza kitu kipya. Bila kupoteza muda, tutajaribu nikueleze ni kitu gani nachotamani kukufundisha. Nachotaka kufundisha ni kitu kinaitwa ordered list na unordered list, tofauti zake na namna ya kuweza kuandika hizi listi. Nachotaka kufundisha hapa ni orodha ambazo zitaweza kutokea katika tovuti. Inaweza kuwa katika mtindo wa namba au inaweza kuwa mtindo wa alama. Kwa mfano, hii imeandikwa ni orodha iliyoandikwa katika mtindo wa namba, na hii ni orodha iliyoandikwa katika mtindo wa imewekewa alama katika orodha hii hapa chini. Katika timu za mpira tunaona tumeweka namba, lakini huku chini katika hizi nchi tumeweka alama za pembe sawa za tunasema square, mraba. Kwa hiyo hii imetokea mnaweza kusema kwamba nilikuwa nimeshaandika code nikaweza kutokea hapa. Sasa inaandikwaje? Kwa mfano, ukitaka kuangalia kwamba hizi ziko ndani ya HTML element, utaweza kuona hapa tukiweza ku highlight. Highlight nikaenda kwenye inspect, utaweza kuona ndani ya code za HTML utaona ndani kuna unordered list na ndani kuna type tumeandika square. Ukija hapa juu utaona kuna ordered list ambayo ndani pia hatukuandika hapa, kuna makosa yalifanyika mwanzoni, nilifanya mabadiliko fulani. Kwa hiyo utaona kwamba kuna mpangilio fulani umefanyika ambao ni wa UL ambao ndani yake umeweza kutuletea hii hapa, lakini hapa kuna OL ambao pia imeweza kutuletea unachokiona hapo chini. Hizi taarifa zimekaa ndani yake. Sasa tuende tukatazame ni kwa namna gani tunaweza kuandika hizi kodi na ikaweza kutokea hicho ambacho kimetokea. Kwa hiyo hapa nitakachokifanya nitazifuta ili tukaandike kwa pamoja. Kwa hiyo tukienda kwenye text editor yetu, tunachokiwa kufanya tutachagua tuanze na ipi. Tuanze na ordered. Utaandika ordered hapo, itakuwa kwa kifupi OL, alafu kisha tutaifunga tag yetu, na humu ndani tutakwenda kuandika hizo listi zetu. Hii tutainakili na nitaipachika ili tusipoteze muda. Copy and paste. Sawa. Kwa utakachokifanya hapa pia tutakwenda tutaitumia baadaye. Tutakachokifanya hapa tuipe kichwa cha habari hapa. Tutasema tuipe paragraph, tutaiita timu za mpira. Sawa. Na baada ya kufanya hivyo tutaziandika. Tuandike mfano Azam, siandiki kwa ubora, naandika kwa kufuata alfabeti, mtiririko wa alfabeti. Alafu tutaandika Simba, na pia hapa nitaandika Yanga. Sawa. Nikisave na nikarani, utaona inatokea. Kwa tayari hapa ordered list imeshatokea na imeweza kutuwekea katika mtindo ambao ni wa namba. Tuendelee, tuje kuangalia upande wa unordered. Tuandike HR ili tutengeneze mstari kuweza kutofautisha, alafu kisha tutaweza kuweka nani zetu hapa. Tuandike UL unordered, ambao ndio kitu muhimu zaidi. Kusudia ni hiki, kwa sababu hii ndio itakayotafsiri aina ya orodha tunayoitaka sisi. Kwa hiyo ndani hapa nitapachika kama kawaida, na tumesema kwamba hii itakuwa ya nchi, si ndio? Kwa sababu itakuwa ya nchi, tutafanya hivi. Ndani tutaandika Kenya, tutaandika kwa kufuata alfabeti, alafu tutaandika Tanzania, alafu kisha tutaandika Uganda. Tayari hapa tumetengeneza listi zote. Kwa nikisave na nikaenda nikarani, itaweza kutokea. Kwa hiyo utaweza kutazama kwamba kuna utofauti hapa. Orodha ya juu iko katika namba, lakini orodha ya chini iko katika alama. Kwa nini? Na hii tumeandika tu hivyo na ikatokea. Ni kwamba kwa msingi ni kwamba by default nasema ndio kimsingi kwamba kwa msingi ni kwamba unapoandika itakuandikia kwa namba,
na order hii kwa upande wa ordered list, na upande wa unordered list kimsingi by default itakupa hizi alama ambazo ni bullet za duara by default, lakini ni muhimu kuandika aina ili yenyewe iweze kuchagua na kuonyesha kwamba hii ni aina gani. Kwa undani humu utafanyaje? Utakachokiwa ukifanya, usiache tu hivi, utatakiwa kuandika type ili itambue kwamba ni mahususi kwa aina fulani ya orodha, yani ya list. Kwa hapa nitakachokifanya nitaandika moja. Nikiandika moja itatambua kwamba list inayokusudiwa hapa ni ya namba, ni mahususi na isiwe kwa default kwa bahati, yani kwamba isije katika mfumo ambao ni msingi, kwa sababu ile by default ni kwamba imeshatengenezwa hivyo, lakini ni vizuri kuiwekea aina. Na hii ya chini pia tutaitengenezea type ambayo hii iliyopo sasa hivi ni disk. Kwa hiyo tutaiwekea disk. Kwa sasa hivi sio by default, ni kwamba tumeichagua mahususi kabisa kwamba kwamba hii ni mahususi kwa kitu fulani na hakuna kilichobadilika. Sasa nataka tuandike tuweze kubadilisha ili uweze kuona kwamba unawezaje kubadilisha. Kwa hiyo unazifanya, kwa mfano nikibadilisha hapa nikasema nitumie namba za Kirumi, tatumia I, kishaweka hivyo, lakini pia hii ya chini na yenyewe nitabadilisha. Nitasema niseme labda niweke cycle. Sawa, nikisave na nikarani utaona zote zinaweza kubadilika. Unaona? Kwenye ordered list, kwa sababu tushasema ordered list inakuwa katika namba. Inaweza kuwa katika namba, au katika herufi. Inaendelea kuwa vile vile na inaruhusu uweze kuweka type, aina ya orodha katika mtindo huo. Maana unaweza kuweka katika moja namba kamili, au unaweza katika namba za Kirumi, au unaweza katika herufi. Lakini katika order tutaweka alama. Kwa hiyo unaona, kwa mfano huku juu nimebadilisha, nimeweka I na ni namba za Kirumi imekubali. Na huku nimetumia hiyo cycle imetuletea hivi. Tubadilishe tena tuangalie. Kwa zoezi tu zaidi. Hapa nikija nikabadilisha nikasema twende na A. Type itakuwa ni katika alphabet. Lakini pia huyu naye chini tubadilishe. Tutakachokitaka kubadilisha tutaweka katika alama, tuweke katika square. Katika square. Sijui kama nimeandika kwa usahihi. Sio Mwingereza mimi sana. Twende. Nimekubali. Hii imekuwa katika square, hii imekuwa katika namba. Tukizoom utaweza kuona. Imekuwa katika namba. Kwa hiyo kikubwa zaidi nataka kukijadili hapa ni kwamba kuweza kufundishana, kukumbushana ni kwamba ordered list OL inakuwa numbered, inakuwa na numeric, yani inawekewa katika namba ambazo zinatambulika kwamba inaweza kuwa ni ABCD sawa, abacha, au inaweza ikawa katika namba, au inaweza kuwa katika zile namba za Kirumi. Nadhani imeeleweka ninachokimaanisha, lakini hii inakuwa katika bullet, yani inakuwa na katika alama. Kwa hiyo itategemea na alama unazoziweka wewe. Na tumeona mifano hapo. Kwa hiyo kuna vitu vingi vinaweza kufanyika zaidi, lakini hivi ni vya msingi zaidi. Kwa video ya leo nisema inatosha. Ninachokuomba tusisahau kusubscribe kama hujasubscribe, usiache kushare ili na wengine waweze kupata maarifa, lakini pia usisahau kutoa maoni. Yawe ni maoni ya kukosoa, ni muhimu zaidi kwa sababu yananijenga. Lakini pia maoni ambayo yanaweza kutoa ufafanuzi, lakini pia kitu kingine usisahau kubofya notification, kwa sababu ukibofya notification pale ninapokuwa nimeweka video nyingine unakuwa wa kwanza kupata kufikiwa na kwa nyepesi sana. Asante sana, niseme kwa video hii inatosha. Light code, usiache kuandika code, soma code, kwa sababu hata kama kuna AI lakini anayetengeneza AI anasoma code. Kwa hiyo tuendelee kusoma code. HTML ni muhimu sana kwa web developer. Karibu sana katika video inayofuata. Asante.